Mkuu wa jeshi la Libya amefariki katika ajali ya ndege nchini Uturuki akiwa anarejea nyumbani mara baada ya kuhudhuria mkutano nchini Uturuki. Waziri Mkuu wa Libya Abdulhamid Dbeibah amethibitisha kifo cha mkuu wa jeshi la Libya Mohamed Al-Ahmad Al-Haddad katika ajali ya ndege nchini Uturuki. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki alisema mapema kwamba wadhibiti wa trafiki ya anga walipoteza mawasiliano na ndege ya aina Dassault Falcon aina 50 iliyokuwa imembeba mkuu wa jeshi la Libya na wengine nyumbani baada ya ziara nchini Uturuki. Ndege hiyo iliondoka kutoka uwanja wa ndege wa Esenboga wa Ankara majira ya saa 2 usiku kwa saa za huko. Ali Yerlikaya alituma ujumbe kwa X. Mguso wa ndege hiyo ulipotea dakika 40 baadaye, alisema. Burhanettin Durani, mkuu wa idara ya mawasiliano ya urais wa Uturuki, alisema ndege hiyo ya kibinafsi iliripoti hitilafu ya kiufundi na kuomba kutua kwa dharura kutokana na hilo. Kisha ndege hiyo ilipoteza mawasiliano na udhibiti wa trafiki ya anga kabla ya kuanguka kilomita 70 sawasawa na maili 43.5 kusini mwa Ankara. Ankara ina uhusiano wa karibu na serikali ya Libya inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na inaipa utawala wa Tripoli usaidizi wa kijeshi. Waziri Mkuu wa Libya Dbeibah alisema katika taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii kwamba ajali hiyo mbaya ilitokea wakati ujumbe wa Libya ulipokuwa ukirejea kutoka safari rasmi kwenda Ankara. Abiria wengine 4 waliokuwa ndani ya ndege hiyo walitambuliwa kama mshauri wa Al-Haddad, Mohamed Al-Asawi Diab, Meja Jenerali Al-Fitur, mshauri Mahmoud Al-Katir na mpiga picha Mohamed Omar Ahmed Mahjub. Mamlaka ya Uturuki ilisema wafanyakazi 3 wa ndege hiyo pia waliuawa katika ajali hiyo. Libya imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu kuanguka kwa Muammar Gaddafi mnamo mwaka 2011. Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini imekumbwa na mapambano ya ndani ya madaraka, pia ikihusisha mataifa ya kigeni, huku serikali ya Dbeibah ikiwa na makao yake magharibi, huku serikali pinzani ya Waziri Mkuu Osama Hamadi ambayo inaungwa mkono na Urusi ikiwa mashariki.